Je, unajua unaweza kuwa na ugonjwa wa figo kwa miaka mingi bila maumivu yoyote? Watu wengi hugundua figo zimeharibika wakati tayari zimefikia hatua hatari. Leo nitakuonyesha maajabu 10 ya ugonjwa wa figo na dalili zinazopuuzwa kila siku. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, maana dalili ya mwisho huwatokea watu wengi bila kujua. Namba 1, figo zinaweza kuharibika bila maumivu. Watu wengi hudhani figo zikiuma ndipo kuna tatizo. Ukweli ni kwamba figo zinaweza kuharibika kimya kimya bila maumivu yoyote kwa muda mrefu sana. Namba 2, uvimbe wa macho au miguu unaweza kuwa ishara ya figo. Ukiona macho yanaamka, ukiamka asubuhi unakuta macho yamevimba au miguu inaanza kujaa maji, huenda figo hazichuji maji vizuri mwilini. Namba 3, mkojo wenye povu si kitu cha kupuuza. Mkojo wenye povu nyingi unaweza kuwa ishara kwamba protini zinapotea kupitia figo. Kwa hiyo inabidi huwe makini na dalili hizi. Shinikizo la damu linaharibu figo kimya kimya. Presha ya juu ni moja ya sababu kubwa zinazoharibu figo duniani. Watu wengi wana presha bila kujua kwamba huenda ikawa ni dalili za figo. Namba 5, kisukari ni adui mkubwa wa figo. Sukari ikiwa juu kwa muda mrefu inaweza kuharibu mishipa midogo ndani ya figo na kufikia hatua hatari. Namba 6, kuchoka sana kunaweza kuwa tatizo la figo. Figo zikiharibika, mwili unaweza kushindwa kutengeneza damu vizuri na mtu kuhisi uchovu kila mara. Namba 7, kujikuna mwili mara kwa mara ni dalili inayoshtua pia. Taka zinaposhindwa kutoka vizuri mwilini kutokana na figo kuharibika, hii husababisha sababu za kujikuna bila sababu ya msingi, na wengine hupata kuwashwa sana maeneo ya shingoni. Namba 8, kunywa dawa ovyo kunaweza kuharibu figo. Matumizi ya dawa za maumivu bila ushauri wa daktari kwa muda mrefu yanaweza kuathiri figo vibaya. Namba 9, kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana. Maji husaidia figo kufanya kazi vizuri, lakini pia kunywa kupitia kiasi bila sababu si suluhisho la tatizo. Haitakiwi tu unywe maji bila sababu. Unywe maji kwa kiwango maalum na si kila muda ukajihisi tu na kunywa maji. Namba 10, ugonjwa wa figo ukigunduliwa mapema unaweza kudhibitiwa. Kupima mkojo, damu na presha mara kwa mara kunaweza kusaidia kugundua tatizo mapema kabla halijakuwa tatizo kubwa. Hatua za kuchukua: nenda kwa daktari, kachukue vipimo kuchunguza mwili wako. Pia punguza chumvi nyingi kwenye chakula, kunywa maji ya kutosha, dhibiti presha na kisukari. Epuka dawa za maumivu ovyo. Si kila dawa tu. Ukisikia mwili unauma kachukua dawa za maumivu unakula bila sababu. Fanya mazoezi. Kufanya mazoezi ni hatua nzuri kwa ajili ya kuweka mwili wako sawa. Pia pima afya mara kwa mara hospitalini. Hii ni jambo zuri sana kwa ajili ya kujua afya yako na nini kinachokusumbua kwenye mwili. Hitimisho: usipuuze dalili ndogo ndogo za mwili wako. Figo ni muhimu sana kwa maisha, na zikiharibika madhara yake ni makubwa. Kama umejifunza jambo hili leo, andika maoni yako na usisahau kufollow kwa mafunzo mengine ya afya. Asanteni.